wakuu wote, makatibu wakuu na naibu katibu wakuu walioko hapa, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, viongozi wa dini, viongozi wa mila, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kama walionitangulia walivyozungumza, nami napenda nianze hotuba yangu kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na kutuwezesha kukutana hapa kwa ajili ya siku ya sheria nchini inayoashiria kuanza kwa shughuli za mahakama katika mwaka huu. Kwa kuwa hatujapata fursa ya kukutana kabla, napenda niwatakie nyote heri ya mwaka mpya wa mahakama na mwaka mpya wa kalenda ya mwaka 2026. Aidha, napenda kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Jaji Mkuu kwa kumwalika Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mgeni rasmi kwa maadhimisho ya siku ya sheria nchini. Hata hivyo, kutokana na wingi wa majukumu alionayo, amenipa heshima ya kumwakilisha. Vile napenda kutumia fursa hii kuwapongeza watumishi wa mahakama na wadau wake wote kwa kuendelea kutekeleza jukumu muhimu la utoaji wa haki nchini. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kama ambavyo nimesema, Mheshimiwa Rais amenituma kumwakilisha. Kwa hiyo ninayoanza kuyasema hapa kuanzia sasa si yangu, ni ya kwake. Na nitakapofika nataka kusema langu nitawaambieni, hili sasa langu. Kwa kuanzia hapa ninapoanza, unapotafakari huko, tafakari Mheshimiwa Rais amesema. Naanza. Na hata sauti, fikirieni kama mnaisikia sauti yake hivi, lakini naanza. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kauli mbiu ya maadhimisho haya isemayo mchango wa mahakama katika ustawi na maendeleo ya taifa imebeba ujumbe muhimu unaonyesha kuwa mahakama si tu muhimili uliojikita kwenye kutoa haki pekee, bali ni nguzo muhimu ya ustawi wa jamii, maendeleo ya kiuchumi na ustawishaji wa amani ya taifa letu. Katika hotuba yako, Mheshimiwa Jaji Mkuu, umeeleza kuwa ibara ya kwanza 1B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaelekeza kuwa lengo kuu la serikali litakuwa kuleta ustawi wa wananchi. Na kwa mujibu wa ibara ya 4 ya katiba hiyo, mahakama ni mojawapo ya mihimili inayohusika na utekelezaji wa shughuli za mahakama, shughuli za mamlaka ya nchi. Mihimili mingine ikiwa ni serikali na bunge. Hivyo licha ya kwamba kila muhimili una majukumu yake yasiyoingiliana na muhimili mwingine, ni dhahiri kuwa maendeleo ya kweli yatatokana na ushirikiano wa mihimili yote mitatu. Kila muhimili wa dola utakavyotekeleza majukumu yake ipasavyo, ndivyo ustawi na maendeleo ya taifa yatakavyopatikana. Mahakama